halmashauri kuu ya CCM wilaya ya Njombe, maazimio yake la kwanza azimio la kwanza ni kulikuwa kuna jambo linalohusiana na serikali kusema watoto waliopata ujauzito wakishajifungua warudi shuleni. Halmashauri kuu ya CCM ya wilaya ya Njombe yenyewe haikuridhika, haijakubali hilo jambo. Imependekeza sasa kwenye halmashauri kuu ya CCM ya mkoa kuomba jambo hili lingesitishwa kitaifa, kwa sababu sio jambo zuri, maana inaondoa tamaduni na mila zetu. Kwa hivyo hayo ndio maazimio ya halmashauri kuu ya mkoa inaomba. Imependekeza kwa halmashauri kuu ya mkoa kwamba hili jambo halikubaliki la watoto wa kike waliopata mimba baada ya kujifungua kutakiwa kurudi shuleni. Hivyo halmashauri kuu hilo imependekeza kwenye halmashauri kuu ya mkoa ili kusudi nao mkoa uangalie, itoe mapendekezo taifa kuona kwamba jambo linaweza tukabadilisha mwelekeo, kwa sababu uwezo kaona wengine hawajazaa na wengine wamezaa, wanaingia darasani, binti mwingine tutakuwa tunawafundisha kitu gani? Mila zetu tunaona zinakizana na mila zetu. Halmashauri kuu pia ya CCM ya wilaya imeomba, yani imeazimia kwamba inaomba serikali, inaomba Chama cha Mapinduzi, kwa maana inapendekeza pia kwenye halmashauri kuu ya mkoa, kama tungelipendekeza badala ya kufuta kabisa tuition, si jambo jema, kwa sababu mwezi mmoja ni mkubwa na mtoto anakuwa amekaa tu nyumbani. Ndivyo walivyoona wajumbe, kama mlivyoona na ninyi, na mpaka tukafikia hilo azimio, kwa sababu wengi walikuwa wanagoma kwa nini serikali imefuta tuition kwa watoto. Na sisi tuseme tu, sio kwamba serikali, labda mimi sasa kama mwenezi, sio serikali ilifuta tu, hapana. Ilitokea malalamiko sana kwa wabunge wanapofanya mikutano yao ile ya miezi ile mitatu, ilitokea malalamiko kwamba tuition kwenye mashule zimezidi. Nadhani walipeleka huko bungeni michakato. Ni washukuru wabunge na wabunge wetu kwa sababu wanatuwakilisha vizuri, kwa sababu mimi nimeona tunavogawana tunakwenda huko, wabunge walilalamikiwa sana kwenye ile eneo la tuition. Sasa nilidhani kwamba hatukuelimishana vizuri huko sisi. Leo Chama cha Mapinduzi wilaya, sisi wajumbe wetu wa halmashauri kuu wanaona kwamba kama serikali imekosea kufuta tuition mashuleni. Na sisi hatusemi imekosea, ilisikiliza malalamiko ya wananchi kuona kama tuition, kama watu wamegeuza biashara shuleni. Na mtakumbuka nyinyi waandishi wa habari, hili jambo lilikuwa linapigiwa kelele sana, hasa huko vijijini na maeneo mengine, kwa sababu ilikuwa inaonekana watoto wote huwezi kuwabagua kupata nini tuition, wote lazima wapate nini tuition. Mzazi mwingine anakuwa hana, sasa analazimika alipe. Serikali kaona hii kama ni kero kwa wananchi, basi iondoshe. Lakini leo halmashauri kuu pia na yenyewe imeazimia kwamba jambo hili lingependa serikali irudishe tuition mashuleni, kwa sababu watoto sasa watashinda wanatizama TV na vitu vingine. Maana unajua wanaita kwa hizi ni season. Sasa hivi wanajikuta wako season, hawana muda ule wa masomo. Lakini hilo haliwezi kutuzuia sisi kutafuta wale walimu wa kawaida. Mimi ni waase pia kama mwenezi kwamba bado kuna walimu wale wa shule zile za private wanatoa tuition. Tunaweza kutumia mbinu mbadala wakati tunasubiri tamko tena la serikali, tuendelee kuzitumia hizo shule kwa ajili ya kupata hizo tuition watoto wetu kwa ajili ya maendeleo ya kitaaluma, kwa maana ya elimu katika wilaya yetu ya Njombe. Ni pia kulikuwa kuna azimio hili la barabara ambalo imeonekana fedha tunazopewa zile za TARURA ni ndogo, alafu barabara zinazotengenezwa ni zile za kiwango kidogo, wakati sisi ni wakulima. Barabara zetu zinapitika huko vijijini, maana muda wote mbao, viazi, mahindi, parachichi na vitu vingine. Sasa azimio la halmashauri kuu ya CCM ya wilaya imependekeza kwenye halmashauri kuu ya mkoa kwamba tungeomba serikali ifikirie kutupa barabara zile zito kabisa kwa ajili kutokana na mazingira yetu. Mazingira ya Njombe ni wakulima, lakini na udongo wetu ni tifutifu. Kwa hivyo kuendelea kutupa bajeti ya TARURA sawa sawa na maeneo mengine, tumeona hiyo sio sawa, kwa sababu barabara zinaharibika sana kwa sababu udongo wetu sisi ni tifutifu.
na barabara zile zinazotengenezwa ni zile za kiwango cha sio cha changarawe, ni kama za kulima, kitu ambacho gari zikipita mara 2 mara 3 wakulima wetu wanakwama sana, hususan leo eneo la Lupembe, eneo zima mvua imenyesha, kuna watu wamebaki, magari yako njiani humo, barabara haziko salama. Lakini ukienda jimbo hili la Njombe mjini, ukienda kwa mfano Iungilo, Makoo, Matola, Utalingolo, Uwemba, ukienda Ihanga, Kifanya humo, Yakobi, hususan humo vijijini, barabara zinasumbua kwa sababu ya udongo. Kwa hiyo tunaomba budget tuongezewe, tutengenezewe zile barabara za kiwango cha changarawe, isiwe tena kulima. Lakini azimio jingine kwa pamoja, maana yake halmashauri kuu ya CCM ya wilaya ya Njombe imempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa vile ambavyo amekuwa akituletea maendeleo na kutupatia fedha nyingi za miradi. Kwa mfano utaona juzi hapa kukagua utekelezaji wa ilani ya CCM, tumekagua wilaya zima ya Njombe. Kwa mfano tuliona halmashauri, kwa sababu wilaya yetu ina halmashauri 3. Kuna halmashauri ya mji wa Makambako ambayo yenyewe ilipata milioni 840. Halmashauri ya mji wa Makambako ya madarasa yale ya COVID yale ya COVID-19, maana yake tulipata milioni 840 kwa maana na bweni moja ambayo madarasa 38 na bweni moja. Lakini tukaja Njombe, halmashauri ya mji wa Njombe tulipata milioni 820 ambapo tulipata madarasa 37 na bweni moja. Lakini Njombe DC tulipata milioni 560 ambapo tulipata madarasa 28. Jumla yake ni kama bilioni 3 na milioni 200. Lakini sio hivyo tu, tuna katika mkoa wetu wa Njombe tuna hospitali ya mkoa katika wilaya zetu hizi zote 3. Tuna hospitali ya mkoa iko kwenye wilaya ya Njombe, nako tumepewa fedha. Lakini tuna halmashauri ya wilaya ya Njombe, nako tuna hospitali iko Matembwe ya wilaya. Serikali Mama Samia anaendelea kutupatia fedha kwa ajili ya kuendelea kuboresha majengo kwa ajili ya huduma za afya. Lakini halmashauri ya mji wa Makambako iko pale Mloa, kwenye halmashauri ya mji wa Makambako hospitali ya wilaya. Lakini pia tuna zahanati, pia tuna vituo vya afya. Kwa mfano naenda Kitandililo kule kuna zahanati na kwenyewe pia, lakini ziko nyingi, tungesema maneno mengi. Lakini kwa pamoja tumempongeza na kumshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Halmashauri kuu imempongeza rais wetu kwa kazi nzuri anayoendelea kuifanya.